Yes, shout out kwao kwa sababu wao walilipiga kinoma noma wakati huo na lilikuwa linaleta vibe hatari sana. Anaitwa Nonchalant bwana. Wimbo huo 5 o'clock in the morning ulifanya vizuri mno kwenye 90s. Bahati nzuri kwenye 90s ilikuwa wimbo kwa mfano unatoka 93 hivi ulikuwa una uwezo wa kufanya vizuri mpaka 97, yani watu wanaendelea kubang down. Nadhani kwa sababu nyimbo zilikuwa zinatoka kimpangilio maalum, hakukuwa na platform za kuachia nyimbo mfululizo kama sasa hivi, kwa hiyo ilikuwa bado una hamnao. That's why pia baadhi ya watu ambao walikuwa kipindi hiko wanapenda nyimbo hizo mpaka leo kwa sababu ya zile vibe ambazo walikuwa wanazipata. Those time ambao ilikuwa unapata shati fulani hivi kubwa la dogi dogi, lilikuwa linaitwa shati la draft afu unaweza ukapiga hilo na buti fulani kubwa sana chini hapo, au vipi bwana, vitambaa fulani hivi bandana zile Uswahilini tunaita videreki sijui whatever, lakini inaitwa bandana na vitu kama hivyo. Anyways, session ya kwanza hii imefunguliwa rasmi na DJ Mbu. Before that tulisikiliza wimbo kama See Me Joe Makini, Wiz Khalifa Say Yeah, and now ndio hiyo 5 o'clock Nonchalant ndio ndio kuisikia. Karibu sana kwenye The Classic ya leo. Mimi ni Jabir Saleh Kuvi Chaka, au sio bwana, unaweza nita bwana, unaweza nita Kuvi Bisuti au vipi Kuvi Facts, vyote vile utakavyopenda, na niko hapa na DJ Mbu. Leo ni siku ambayo tunamtarajia Khadija Mnoga aka Kimobi Teli. Yeye bwana atakuwa hapa, ni moja kati ya wanamuziki bora kabisa muziki wa dansi, akiwa na bendi kadhaa kama Twanga Pepeta, Mchinge Sound na nyingine nyingi. So yeye alifanya vitu vingi sana vikubwa. Tutakuwa naye hapa, so join us now. Leo ni tarehe 4 ya mwezi Oktoba 2025 na tuko na the one and only anaitwa Khadija Kimobi Teli. Jina lake halisi ni Khadija Mnoga. Karibu sana Bi Khadija. Asante sana. Mambo vipi? Poa. Nimefurahi sana leo umejiunga nasi. Tuko live sasa hivi TVE pale, pia unaweza ukatutazama, lakini pia unaweza ukaingia EFM Tanzania. Kwa the real name ni Khadija Mnoga hivyo? Ndio jina halisi. Halina nyingine ala ziada. Ndio hivyo. Hongera sana bwana. Mimi nimekuona kwa muda mrefu since nikiwa kijana barobaro na kuona unaunguruma mpaka sasa hivi mimi nishakuwa mtu mzima kabisa, alafu bado upo strong, una nguvu, energy ile. Hongera sana. Asante. Ni mazoezi kidogo ama basi tu, yani ndo maumbile tu, genetics? Pilika mazoezi, lakini kazi zenu si mazoezi tosha? Ndio nasema hizo pilika za kila siku. Okay. Sawa. Sasa hebu tuanzie na wapi, manake historia yangu bwana mimi inanionyesha kuwa kwenye miaka ya 90 huko mwanzoni kabisa, yani tayari ulikuwa umeshaanza harakati za muziki, lakini ukiwa bado binti kabisa. Ndo historia inaonyesha hivyo kwamba ulianza ukiwa bado mdogo sana. Sasa walao tuanzie hiyo hadithi, na hadithi yenyewe inasemekana wewe haukuwa mwanzoni kabisa, haukuwa hata mpenzi wa muziki, ulikuwa ni mtu wa michezo sana. Ulijuaje? Ndo kazi yetu wana habari. tunafanya utafiti kweli. Kwa sababu ulikuwa mtu wa michezo sana, yani wala haukuwa mtu wa kutaka kupenda kuimba wala nini. Hebu tuambie ikawaje? Leo watu wakiniona, kuna mtu juzi mtandao ananiambia leo dada alikuwa anacheza mpira. Ulikuwa unachapa sana boli. Hivi boli ulikuwa unapiga nafasi gani kipindi kile? Alikuwa netball. Netball, okay. Ilikuwa sometimes center, sometimes na shoot kule. Kwa hiyo ilikuwa imetawala sana kwa ule mchezo. Netball. Sasa ndio hadithi yako ilipoanzia hapo kutoka kwenye michezo mpaka kwenye muziki. Hii hadithi ilikuwaje? Ilianzia wapi? Ya kuingia kwenye muziki kushift hapo kutoka kwenye netball mpaka ukaamua yani mimi katika maisha yangu nilipata sana tabu kwenye michezo. Maana mpaka kaangu ananiambia hivi wewe utaolewa kweli wewe? Kwa nini?
maana mwili wote umebadilika, miguu imebadilika. Yaani wewe uko busy na mpira. Nilikuwa busy sana na mpira, nani kuimba ilikuwa ni si yani sikujua kabisa kama nitakuwa hivi, lakini walikuwa nyumbani wananiona nikisimama nikiimba au nikicheza, watasema aje Adija hapa acheze, aje. Sasa sijui chochote, lakini nikisimama kuna kitu walikuwa wanakiona ndugu zangu. Kwa walikuwa wanapenda sana kuniita nicheze, lakini sipendi vile vitu. Okay. Kwa hiyo brother alikuwa na wasiwasi physique, ulikuwa fit sana kiasi ambacho ulikuwa unamtishia nini brother? Yaani mimi muda wote nilikuwa na mpira, muda wote nilikuwa na mpira, basi walikuwa wana wasiwasi. Okay, wakaona huyu ataishia huku, kuna pengine tunaweza tusipate shemeji ama mkwe. Sindio? So nani alikuja akakushauri sasa uanze muziki, ukiachana na hapo awali hapo ambako ulikuwa unaonekana kabisa wewe mambo yako yalikuwa kimichezo? Mtaani kuna mambo ya CCM wana chipkizi. Zamani kuna mambo hayo, kila chama nani CCM kinikata zake wanakuwa na watoto wanakuwa wanacheza nani chip kama hamasa zile. Basi tukawa tumepelekwa watoto wote, tulikuwa tumepelekwa kule, tukitoka shule tunapelekwa kule. Kwa hiyo kule katika kuimba sasa ndio watu wakaniona kule kwenye kuimba. Okay. Wakasema kuna mtoto ukimpa nimu asahau, kesho utakutana na waimbisha wenzake. Umeona, ndio nilianzia hapo. Basi nikawa ikija nyimbo mpya naitwa mimi, nashikishwa ili na wenzangu. Basi imeenda basi mpaka kikundi kaa kikubwa, tukawa tunaenda kwenye show kubwa za CCM. Mimi mpaka nikachukuliwa nikataka nipelekwe Toti, yaani nilikuwa mdogo. Nilikuwa naimba sana, yani nilikuwa naimba mpaka mwenyewe sielewi, lakini inafika sehemu watu wanajaa kuja kuna mimi tu ninavyoimba, nikishaimba tu wanaondoka. Hiyo bado hujaingia kwenye kikundi chochote? Bado sijaingia kwenye kikundi chochote. Wakasema kuna kikundi fulani kiko Mchangani hicho, mtoto anaimba huyo. Basi mpaka tukanunuliwa maspika vima, tukaeni kama vile kama Toti fulani, lakini ilikuwa ni nani ya mtaani hiyo. Ya mtaani. Basi ikaenda mambo ya shule haya. Kuna siku kuna mtu akanifuata nyumbani akaniambia, Adija, nakuona sasa kama wewe ndi shule. Vipi? Nikamweleza changamoto zangu. Akasema lakini wewe ulikuwa unaimba. Ndio, kwa hiyo unasemaje? Kwa hiyo shule ili haukuendelea baada ilikuwa baada darasa la ngapi huko? Form 3. Form 3, okay. Kwa hiyo ukawa umedrop hapo kidogo. Nilikuwa nasoma Navy pesa sekondari. Okay. Akasema bwana sikoni kwenda na shule, nikasema nimepata changamoto, nikamweleza changamoto zangu. Akasema basi kuna kikundi wanataka muimbaji, lakini mimi nimekuona na ulikuwa naimba mbasi CCM. Nikasema sasa ile CCM nitaweza nimezungukia dance. Umeona, na sisi kwetu tulikuwa maustaz, yani babangu alikuwa shehe mama msikitini. Bwana. Unajua basi yani mambo ya muziki nikanaogopa kabisa nikisema niseme mambo dance hapa nyumbani utanielewa kweli? Hawezi kunielewa. Umeona? Akanambia Adija, wewe ulikuwa unaimba vizuri, yani kwa utakubalika, sio ni wewe, yani itakusaidia. Akanishawishi sana. Nikasema basi ngoja niende. Akanipeleka bendi moja ya Shikamoo Jazz. Acha ile Shikamoo Jazz wenyewe wale ambao wanafanya pale umoja vijana pale fire pale. Kuna kikundi fani walijitenga wakanafanya Uswahilini wenyewe wale wazee. Lakini pia walikuwa ni watu wazima. Ni watu wazima sana, ndo akina Salum Zahoro ndio. Mzee. Nyange si nani Nyange. Sawa kabisa. Mimi siwajui nipelekwa pale. Akasema dada walikuwa naimba kwenye nini? Labda mwanza mkocha hapa kana nini, msikilizeni. Sijui nyimbo yote. Wakanambia basi itikia hivyo. Wakawa wanapiga pale wangunga basi kibani marimba kisanga nilikuwa nikitikia hivi. Itikia hivi. Kumbe wako nasikiza sauti yangu. Wakanisikiliza pale nikaimba nao wangunga zile kibali ninavyoitikia vile. Wakasema huyu anani anatufaa huyu. Anatufaa. Isipokuwa tu nyimbo azijui, tunampa tu nyimbo. Wakaniambia mtoto, nyimbo hizi hapa unaitikia. Sasa hivi unasoma? Ngambia sisomi. Basi tutakuwa tunakupa nauli kila siku. Bwana, okay. Wewe unakuja hapa kila siku, umesikia? Haya. Basi nikaenda nyumbani mimi nikanasifa wazazi, mama nyimbo hizi hapa nimepewa, lakini mwenyewe mamangu nani anajua watu wa zamani. Wanapenda muziki lakini ndo ndoa zile zinawabana. Kwa hiyo nikimpa hizo nyimbo hizi hapa nasema nazijua, hizo nyimbo hizi. Mimi nimepewa niziimbe. Basi wiki ya kwanza, wiki ya pili
Nikanaimba vizuri. Kumbe wakati naimba kuna watu nje wanakuja washambizana, wakasema kuna mtoto mmoja anaimba huko ndani. Walikuwa wanakupa mashairi ama walikuwa wanakupa unasikiliza? Walikuwa wanakupa mashairi aliyoandika. Wameniandikia. Okay. Wameniandikia hizi kama Georgina, kama nini za kuitikia hizi. Nyimbo zote za kuitikia kama 5 walinipa hivi. Okay. Kwa hiyo nikafika pale tunafanya mazoezi mnaitikia tu zile nyimbo. Sikukaa sana ni wiki hiyo moja kati mimi naimba pale. Kumbe kuna watu wametoka huko, wanasema kuna mwanamuziki, kuna dada mmoja hivi mdogo anaimba, mdada anaimba vizuri. Wakanisubiri nje. Nitoka na wiki tu hapa sijakata sana. Natoka tu mazoezini pale saa 12 nishamaliza, natoka nje nakutana na watu. Mtoto njoo. Nikawafuata nikajua wauni. Okay. Kariakoo kwa sababu sasa alafu jioni saa 12 lazima uogope. Vipi? Wakasema hivi, twende tuongee huko. Wakaniita. Wewe mwimbaji? Nikamwambia mimi tunafundishwa hapa. Twende kuna kikundi kimoja kule. Yaani kikundi cha vijana nini wewe kwa utaimba vizuri sio nini? Wanakutia sumu wakimbie wazee. Tunakuwa unaimba vizuri na kana wazee sio nini. Nikaenda kule kwenye kikundi. So mbali hapo tu ndo kapaone, nikapelekwa pale ufuka pale nikakuta Segele. Taarabu wale. Asiza. Kufika pale akasema mtoto hapa anaimba sio tumekuja kwa anaimba sio nini? Unaimba taarabu? Nikamwambia Sasa taarabu kule mimi nilikuwa napapenda. Kwa sababu taarabu ndio nilikuwa najua sana, afu nilikuwa najua kuimba taarabu. Kutokana na mambo yetu ya Zanzibar. Na wewe asili yako ni Zanzibar, Okay. Sina Jambiani. Jambiani. Kwa nikisema kuvichaka unaelewa. Kuvichaka. Basi mimi naitwa kuvichaka. Okay. Sasa. Basi niko na pesa ya taarabu. Nikasema hapo kwa taarabu ndo umenifikisha. Kule kwenye Kibani Malimba kule kwa sipaelewi. Bwana, okay. Basi kufika pale, nyimbo gani unajua kuimba? Nikasema mimi taarabu nyingi nazijua kuziimba. Okay. Basi akasema chagua nyimbo moja, nikasema kuna nyimbo moja ndio ilikuwa imeingia na inaitwa Kwa Raha Zangu hiyo. Ni Zanzibar melody. Basi imba, wakatafuta kwenye daftari mle ipo. Hii hapa nyimbo ipo, imba. Basi wakanipigia pale, kunipigia nikaingia mle sababu nazijua zile nyimbo zinipi shida. Basi hivi nilivyoimba watu walifurahi, wakashangilia. Wakasema udada kiboko. Sauti tulikuwa tunaitafuta ndio hii hapa sasa. Umeona? Basi nikaimba pale kutoka pale, arudia tena sasa ile nyimbo ilikuwa inaitwa Kwa Raha Zangu. Lakini kuna kipande kinaitwa Nani kigombwa napewa pipi napewa pesa na Mobite. Kuna kipande kwa kinaimbwa hivyo. Nikumbuke hiyo. Basi ile Mobiteli, mpigeni Mobiteli ndio jina langu pale kwanza Mobiteli pale. Nilikuwa najiuliza ili jina la Make Mobitel ulikuwa ni mtandao wa simu, right? Alafu hiyo nyimbo kuna dada mmoja alikuwa Zanzibar alikuwa anasemwa Mlimwari, lakini anaruhusiwa kwenda kokote. Kwa ndo kama aliwapasha watu, mnaenda nyumbani kunisemea, mkinisema mimi kwetu napewa simu, napewa sio nini, napewa hela nikatumie nayo mwanamume. Kazi bure, yani hiyo nyimbo ilikuwa na usu hivyo. Okay. Naikumbuka hiyo Kwa Raha Zangu inaitwa. Okay. Kwa Raha Zangu. Yeah. Basi nikawa ndo hivyo. Basi wakiniona mpigeni Mobiteli. Basi mpigeni Mobiteli ndio ilikuwa nyimbo yangu kubwa. Kwa basi mtu akiniona njiani Mobiteli. Ndio ilianza hivyo yani. So ile jina ulipopewa ilikuwaje? Mimi nikajua sababu ile nyimbo ninavyoimba vya Mobiteli, basi nikajua tu kawaida, labda kama vile watu wa movie mtu anapopewa jina. Sure. Mimi nikachukua tu kawaida. Nilikuwa sijachukia. Sababu sinajua ni nyimbo. Kumbe hivi nafanya mazakime ndio limekuwa. Mpaka leo. Hadija Kimobiteli. Sisi tulikuwa tunajiuliza ilikuwaje, kwa sababu sasa wengine walikuwa wanasema kwa sababu mwili wako natural mdogo. Sasa wakasema kwa sababu watu waliweka Mobitel. Hakusema Mobitel. Kama ingekuwa mimi wangesema labda Jabiri Mobitel huo. Lakini sasa kwa sababu ulikuwa na umri, na umbo dogo na kimwili changu kwa kuweka Mobitel. Lakini wewe halikukukera hilo jina? Halikunikera. Sasa mimi nilikuwa najua na nyimbo, kuna nyimbo naibutua vizuri. Okay. So pale kwenye ile ilikuwa ni watu wa Segeri wale ambao walikuwa wanaicopy hiyo ngoma ile wimbo. So haukufanikiwa kuendelea tena kwenye upande wa taarabu, kwa sababu historia inaonyesha kuwa pamoja na kwamba huku kwenye muziki wa dance ulikuja baadaye ndo tutazungumza ukapata mafanikio makubwa. Lakini historia inaonyesha kwamba huko kwenye taarabu ndo ulikuwa hatari zaidi, yani
wanasema sauti yako kwenye taarabu huko ulikuwa una kila hali ya kutakiwa kubakia huko. Ni kweli. Ni kweli mpaka na Diakopa wenyewe kuna yani mpaka nikanakutana na muziki wakubwa akina nani Saba Mchacho. Tunakutana majukwaa moja na wananijua. Umeona sasa dada anaimba mashallah anaimba vizuri. Umeona. Wajina wako Hadija kwa kipindi kifupi nimekutana na wasanii wakubwa afu wamenikubali. Basi na mimi nikajua basi kweli. Kwa watu wa taarabu walikuaccept kabisa, walikukubali wakaona huyu bwana huyu ni hatari. Alafu ujio wangu pale mimi kazi zilikuwa nyingi. Okay. Pale Segere pale. Yani kazi zilikuwa nyingi kiasi kwamba yani mimi kwa wiki nafanya kazi hata 7-8. Au unamaanisha zile za kuitwa sasa? Za kuitwa. Nikawa sasa kwa niko busy yani kwa siku kwanza tuna show 4 mchana tu hivyo. Kwa hiyo tunagawanyika. Wengine huko wengine huko. Mnapiga mchana na usiku yani hivyo kwa siku. Show zilikuwa kwa kundi libidi mjigawanye. Mpaka makundi yakawa mawili. Nani Dasiza naenda huko, Siza kaenda huko, mimi lazima niende huko. Hatuwezi kwenda pamoja. Kwa hiyo ulikuwa unamsaidia yeye yule Siza. Okay. Kwa sababu lazima ipatikane sauti ya kiongozi ya kike. Sio mchezo. Mashabiki hawakuwa sasa wanaleta complaint kwa sababu Siza alikuwa maarufu na wewe maarufu. Sasa hapo ilikuwaje kati group ikitawanyika? Ikawa hivyo bwana. Sasa sisi tunataka group nani? Kundi la Dija. Mwingine hasa nataka mambo ya vanga. Sasa yeye Dasiza alikuwa kwenye mambo ya kama kienyeji ya vanga. Yeye ndo alikamata kule. Sijui madobe zile sili na nini. Mimi nilikuwa katika mambo ya yake sana. Kwa kama shughuli za Waarabu au sio? Shughuli za Waarabu sana nilikuwa naendaga mimi. Shughuli za kupuliza na udi hizo au sio? Watu wamekaa chini nini? Hatari sana hizo DJ hizo unazijua? Unapiga hizo hivi. Okay, I say ongera sana. Na yani hicho kitendo tulichokuwa tayari kwa sababu wale uliwakuta alafu kuweza kuwagawa yani kugawanya mpaka kundi ukaaminiwa ukapewa hivyo. Hiyo ilikuwa sio mchezo. Hivi kipindi kile ili kuchukua hiyo group ilikuwa ina cost kiasi gani? Kukodi au? Yani kwa mfano kama hivyo, yani Siza kenda huku na wewe kenda huku ilikuwa na gharimu kiasi gani? Walikuwa watuambie. Wao kuna viongozi pale wao ndio wanachukua. Ilikuwa inachukuliwa na viongozi. Kwa hiyo unaimba unapewa tu hela yako. Pengeza kwa wiki yani hata kusema yanakuwa sio na nini. Anake kwa wakati ule silikwenda saidia. Afu kwa uangalie hela yani mtu unasikia raha tu ile kwenda kuimba nini. Ukipoa tu nashukuru kwa sababu nyumbani wazazi wapo, baba yupo, mama yupo. Unakaa nyumbani. Kweli kwa siangalii sana hela, nilikuwa naangalia tu kama mimi nilikuwa kama najifunza afu yani kwa kama niko kwenye nani. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa upendo. Yani unafanya tu kwa mapenzi yani kwa utakachopoa chochote. Okay. So Sister Hadija hapo nataka uniambie kwamba hiyo miaka hiyo unaikumbuka ilikuwa kwenye 90 ngapi hivi? 2000. Hiyo ilikuwa shafika 2000. So tuna hapo ulikuwa unajihesabu sasa tayari kama ushakuwa msanii rasmi. Lakini ni mdogo bado. Kwa jiona msanii mdogo. Okay. So lakini kama tukihesabu sasa tunaweza tukahesabu miaka mingapi rasmi ya wewe ambao unahesabu rasmi yani umetumikia muziki 25 labda kutoka 2000 kutoka 2000 ama ulikuwa unahesabu rasmi ipi? Ulikuwa unahesabu na hiyo au mpaka ulivyoingia kwenye muziki wa dansi? Maka hapa kuna historia ya Shikamoo alafu kuna historia ya Segere hapa, si ndio hapa kati hapa ipi ambayo ulikuwa unahesabu kama miaka rasmi? Historia naanza kule nilipoanza kule kwenye Shikamoo ambayo ile ilikuwa mwaka gani? Kwenye 90 2000 bado ilikuwa. Okay. So Kimobitel tunamhesabu ana miaka 25 kwenye game, si ndio? Miaka rasmi 25 ya kuitumikia muziki. Haijalishi kwamba ulianza na miaka 10 au mingapi, yani tayari pale rasmi, si ndio? Okay, hongera sana bana. Sasa DJ Mbu piga makofi kwa miaka 25 ya DJ Kimobitel. Miaka 25 sio mchezo kama mkikishaolewa nini, umeona bana mke kishaolewa. Watoto mpaka sasa na watoto 4 na wajukuu. Umeona ushajukuu sasa hivi? Wajukuu wawili. Mashallah, hongera sana. So ladies and gentlemen, tuko hapa na Hadija Kimobitel bana, na unaweza ukatujoin hapa pia na ukatuambia chochote kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pia
kumradhi. Unaweza kutuambia kupitia YouTube ambapo tuko live pia EFM Tanzania. Dondosha hapo maneno yako hapo chini. Tuambie nini unakikumbuka kutoka kwa Khadija Kimobitel, na unakumbuka wimbo gani pengine ambao ulifanya vizuri zaidi kutoka kwake, ama hadithi ambayo unataka kuisikia kutoka kwake. Asante sana ndugu yangu mmoja anaitwa Traveler, okay? Yes? Traveler. Ambaye yeye yuko zake nchini Italy. Okay? Huyu bwana Traveler ni shabiki yako mkubwa sana. Kwa hiyo yeye anatufuatilia kupitia mtandao, njia ya mtandao, lakini anasema nisome ujumbe wake hapa. Kuna ujumbe fulani alikuwa ameuandika hapa, very interesting ukiusoma, na ulikuwa unakumbushia namna ambavyo hapa anasema Khadija Mnoga Kimobitel, Prime Twanga Pepeta, Ijumaa wanaanzia uwanja wa nyumbani pale TCC Club cha Ng'ombe. Late night mnachukua taxi watu kama 10 hivi kuelekea club kwa Mboe. Life was good. Yani alipokuona amekumbuka mbali sana, sema kipindi hicho wanachukua taxi kama watu 10 hivi. Unajua waweza kuchukua taxi imejaa. Yani mbele ana kauli mwenye kulipa hela nyingi na boss. Kwa Mboe bilikana. Kwa Mboe bilikana, yeah, of course. Alafu nyuma watu wanajazana kisiza sema life was good. Anyways, shout out to you my brother, all the way kutokea nchini Italy. Na kama kuna mwingine anaweza kutuambia chochote, basi tuambie hapa kupitia EFM Tanzania YouTube pia. Hapo unaweza ukadondosha ujumbe wako, kila kitu kikaa sawa. Mimi nakukumbusha kwamba unapobeti na piga beti unapata nafasi 2 kushinda mechi na pia kuingia kwenye draw ya zawadi simu kali kila wiki, na mwisho kabisa ni Toyota IST mpya. Au vipi? Huu ni muda wako wa kubadilisha dau dogo kuwa ndoto kubwa. Unachotakiwa kukifanya sasa ni kuweka mpunga, yani cheza, weka pesa hapo, ushinde ndinga na piga bet, na usisubiri hadi mechi ishe. Nafasi zinaisha sasa. Leo kuna EPL leo, tayari imekwisha anza, kwa hivyo make sure tu una check hapo hizo games ukiwa na piga bet, au vipi bwana, ili kusudi game zitakapokuwa zinapigwa na wewe unaendelea kupiga hela kinamna namna. Mimi bwana, timu yangu kusema kweli iko hohe hahe, Manchester United. Kwa hiyo sijui hata kitaendelea nini huko. Lakini yote kwa yote, wewe baki nasi hapa kupitia The Classic. Baada ya matangazo fuatayo tutaendelea na Khadija Mnoga aka Kimobitel. Stick around. Jina la wimbo, na huu bwana ulikuwa ni wimbo ambao uliimbwa na Khadija Mnoga, au sio bwana? Ulikamua sana nyimbo zako ambazo zimekupa sana ujiko hizi Twanga Pepeta. Uongo? Kweli Sogea mic kidogo sawa. Okay. Sawa. Sasa nimeucheza huu wimbo, lakini tulikuwa tujaanza kuingia kuzungumza safari yako sasa katika upande huu wa muziki wa bendi. Tumeona umetoka mtaani ukaenda Shikamoo Jazz, ukaibiwa tena kwenda Segere. Sasa baada ya hapo safari hii haikuwa imesimama mpaka ukaja ukaingia kwenye upande huu wa muziki wa dance. Hii safari ya muziki wa dance ilianzia wapi? Safari wa muziki wa dance kipindi kile Mango Garden pale walipokuwa wanapiga twanga kila Jumatano. Ndio. Mimi pale Mango na nyumbani sio mbali. Okay. Nilikuwa nakaa pale kwa Makoma. Kwa hiyo wakipiga muziki pale unasikia. Kwa hiyo kwa Jumatano bure. Mimi nikawa Jumatano sina kazi, naenda pale tunachukua na mtaani pale. Na vizia baba akasai saa 2 shatoka msikitini. Saa 3 najiiba. Natoka tunaenda kule. Anakuwa ajui. Usiku nikirudi naenda kwa tulikuwa tunajua naenda kwa bibi nyumba nyingine. Basi nikaenda pale nasikiza muziki mwisho. Banza anasema haya, kabla hatujamaliza kuna nini? Kunini? Hatujamaliza kufunga burudani. Wanapiga tunamalizana mduara. Wanapiga mduara hapa, wanaweka kiti. Anaweza pande pa juu. Basi watu wakawapandi. Anaweza pande pa juu, hawapandi. Mimi nikanapanda pa juu nacheza. Kama kawaida yako. Basi wakawa wanafurahi hivi ninapocheza nini, afu mdogo. Unaona? Ikawa kila Jumatano naingia pale. Jumatano bure. Kila Jumatano msikosi. Ila sijui Ijumaa, sijui Jumamosi na hela mimi siindi. Bora visa za bure. Bora visa za bure.
Basi siku moja ikawa Jumamosi. Twende sababu ukienda pale sijui nini wale kundi langu na natoka na nyumbani. Wewe ukifika pesa tunaingia bure sababu pale ushajulikana sijui nini kina Banza. Basi nikifika pale tu nikifika tu pale kina Busemondo ingia. Yaani nikifika tu pale ingia. Basi nachagua watu wangu na huyu. Hapa tosha yani kama tulikuwa basi tofano mtaani. Okay. Kumbe mimi aweko wajui mimi nilikuwa naimba. Ndio nilikuwa naimba huko Segele nini aweko wajui. Basi nikifika tu pale kakabu. Ingia njoo ingia naingizwa pale. Tosha mkoa ngapi? Nilikopo hivyo. Sasa siku nikamwambia kaka, kabu, uje kuimba najua. Akaniambia, hebu dada Asha, msikilize huyu mwanao, mwakibisho akanizoea. Akaniambia vipi? Akaniambia mimi najua kuimba. Unajua kuimba? Akasema mimi najua kuimba. Unajua kuimba hapa tukupandishi. Kama vipi njoo kesho. Njoo hapa Mango, mchana kuna mazoezi hapa asubuhi. Kuna bendi ya pili ile njoo. Ambayo ni ile chumvi okay. Nikasema nitakuja kesho. Njoo kuone kama unajua kuimba. Nikamwambia ilikuwa Jumatano. Kwa hiyo Alhamisi walikuwa wanafanya mazoezi asubuhi na jioni walikuwa na kazi. Basi mimi siku ya pili nikaenda. Kwenda pale niomba nije hapa nikakutana kina Yuda, kina Ndiswebe, na muziki wakubwa mkutana nao kina nani. Fika pale nikamwambia, "Huyu ndo dada tumempa atakuja mtoto hapa atakuja kuimba." Tuwekae tumsikilize. Nyimbo gani unajua kuimba? Nikasema nyimbo za dance ndio issue. Umeona? Nyimbo gani nikamwambia nampenda mpenzi wangu kwa sababu ziko kama za tarabu zile. Nyimbo gani nyingine unajua? Nikajua nikamwambia na Ken Nairobi najua kwa mbalimbali. Nyimbo gani nyingine nikamwambia Vulindela ile. Nishaye kufanyaga mazoezi ya Brenda Fassie. Hebu tumpige hizo tatu kwanza. Wakaweka pale akanipigia. Eti watu kwanza wananisikiliza. Sasa vile wanapopiga wakaingia kuniruhusu ile kuikololi, mimi nikaingia. Ile nampenda sana. Sasa wewe ufusikilia ninavyoimba vile, sina hata pressure tarabu. Wakasema yuko vizuri, wakanapenda signal yuko vizuri. Nikaimba mwanzo mwisho. Tuimbe na nini na Nairobi? Akanipiga na Nairobi nikaimba. Wakaacha vyombo wakasemaje? Ule tuende naye kwenye dance. Bwana yaani kupiga na Nairobi. Nikapiga na Nairobi pale. Ukawatuliza wazee na vyombo vyao. Zamani bwana unataka Asa hapa dadija si tupige kidogo na K kidogo hapa. Na Nairobi. Akapela unaipiga huko. Akapela tu. Akapela. Nayo kizambe motindo ya pasi banyokolio. Yaka pembeni nazalise wayoya motema. Tovani bo mwana tomeselinga nayo dunia. Tovani bo mwana kimoninga na biso ya mama. Ezali mabena yoka mina pasi na zate. Na koya na Kenya na yokozwa yotozonga na Kichasa. Ya elogi mapasa lokumu ya family toye bani. Basi dada japo panatosha. Akozonga na duni na Nairobi. Unasalisa duni na Nairobi. Akozonga na duni. Asante sana DJ Mbu ambaye alikuwa anampampa vibe kidogo hapa dada DJ Mnoge. So hii sasa kihistoria usio bana na K Nairobi ikakupa shavu, ukala shavu pale Twanga Pepeta rasmi baada performance nzuri, si ndio? So nafikiri ni wakati mzuri sana, ndio maana tunajaribu kukumbushia pia hizi moments ambazo kimsingi ndio zimetupa superstar. So story yetu tulikatisha baada ya kutaka kusikia kidogo na wimbo wenyewe wa K Nairobi. Kwa hiyo hapo ikabidi unataka kuandika nani? Kabisa. Sio uzuri wa the classic, muda tunao. Kwa hiyo tunakuwa tunadonyoa hapo. Sasa kimsingi ni kwamba safari kai imeanzia hapo ya Twanga Pepeta. Chumvi akasema leo tuende naye kazini leo. Okay. Jioni hiyo sasa. Wakampiga simu Ashabaraka akaja, "Bwana nimsikie." Akaja hapo. Akaja hapo mazoezi. Akulaza damu. Sawa. Basi wanakuja pale kanisikiliza anavyoimba. Kwa hiyo huyu tunaenda naye huyu, mengi atajua huko.
Kweli. Mazasha Baraka bwana si mwanamke wa shoka. Hataki kuyumba yani. Alivyoona unafaa akaamua trend. Basi uzuri wake pale kwa kuna walikuwa na mkataba sio na breweries wale. Basi na mimi nikapata shavu kwa kila wiki tunalipwa. Bwana ukaingia kwenye payroll hapo. Sasa ndo wanalipwa wale chumvi basi wakilipa na mimi wananipa. Bwana ukaanza kuokota. Nikana uhakika. Kwa sasa yeye kimtaa ikawa inaondoka sasa. Hapo sasa nikajua sasa hivi sasa nalipwa kwa sababu uhakika kila wiki niko nalipwa. Okay. Kwa hiyo pesa inaingia nini fresh. Mambo kama yaanzia hapo. Safari sasa ndani ya Twanga Pepeta iliendeleaje hapo? Maana sasa umeingia kwenye band ambazo tayari wao walikuwa wametoka mtaani hapo, unakutana na watu ambao tayari wameshajenga majina ma superstar. Sasa sijanani hapo baada ya kuimba pale chumvi. Nikasema sasa mimi nishaanza kuwa mwanamuziki. Kwa hiyo sasa bidi niwe serious. Userious bidi sasa nianze kujua nyimbo. Zamani bwana kama hujajua kuimba kopi, wewe sio mwanamuziki. Kwanza ujue kopi afu ndo baadaye uanze kutunga nyimbo zako. Okay. Kwa hiyo ulikuwa ukiingia ujue nyimbo za kina Sendioni za kina Marakili, yani uzile. Ndio nakubalika. Bwana. Yani zamani lazima uzijue. Yani lazima uzijue zile nyimbo. Ndio, okay. Ndio unaonekana mwanamuziki. Nikasema mimi nikajiongeza. Nikasema ngoja kwanza nijiongeze hapa. Na hapa hizo nyimbo nitazipata wapi? Nipige muziki ya hoteli. Umeona? Kwa hiyo nilivyosema tuna mtoto nipige muziki ya hoteli. Basi kuna mtu akaniona mimi naimba kule Railway kule chumvi. Okay. Nilikuwa naimba. Akaniona akanambia dada mimi na bendi Zanzibar. Alafu na muimbaji kwa wawili, mmoja ana mimba, mmoja anasafiri, kwa hiyo nitakuwa sina muimbaji. Okay. Umeona? Hatuwezi kwenda, nikamwambia mimi muziki hiyo program kubwa sina ya kuimba muziki wa kizungu nini sina. Akanambia hivyo wote utajua huko kila kitu tumefunza. Sure. Basi kwa sababu mimi nilikuwa na idea hiyo, kama mimi kiu yangu sasa nilikuwa nataka nimpeke muziki ya hoteli. Na nimepata mtu kaja anataka, mdada mmoja alikuja. Akaniomba ngoja niende. Alia mbona utulie? Nikamwambia mimi nataka mimi nipate program na mimi nataka niwe mwanamuziki, nisiwe juu aliyekamilika. Nisiwe juu, nataka niwe mwanamuziki na program zote nizijue. Okay. Nitasomea wapi? Tabidi huko mnapata nafasi mimi nizitumie huko. Ndio. Nenda kaangalie. Kweli bwana nimefika pale. Nikapelekwa. Tukaambiwa leo kuna show. Nafika tu Zanzibar pale. Wasikutaka kuna nyumbani wao hujui kama kwetu kule wajui. Nimefika tu nyumba ya bendi nikakoga nikaanza kazini. Bwana. Kaenda kupiga nungu. Ukutaka shobo wanasema. Kwa ndio nikapiga vinyimbo vangu hivyo na Nairobi hizo Vulindela hizo nini. Umeona? Asubuhi wakaniambia dada umekuja. Daftari nikapewa. Nikaba hii ndio program ya hoteli. Nyimbo hizo nataka zote tuziimbe. Nizimbe kuna Kispanyola huko. Bwana. Kuna ndio wanakuaga wanakuaga na kuna maprogram fulani ma Afrika ndo nini yani kuna maprogram mengi kama hizo ndio unatakiwa uziimbe. Sasa yule mwenzangu kumbe kaniongopea. Anavyofaa aje kunichukua kumbe kasema afadhali nimemchukua. Kesho anaondoka yeye. Nafika pale mzangu na mtu anachukua begi anasafiri. Mimi ndo niimbe nyimbo hizi daftari nikamwambia hizi ndo program zao dada. Bidi uziimbe. Kaambia sawa. Nishafika pale dada wao saa 9 muondoka zake. Kapanda ndege. Mimi niko pale. Naanzaje? Kuna nyimbo sizielewi, kizungu zile. Basi nikaanza kufanya mazoezi. Nikastoki ndani. Nikafanya mazoezi, nimefanya nyimbo 3 tayari. Ngoja tukupigie. Hivyo naenda kazini, narudi. Nishafika nyimbo 3. Nishafanya nyimbo 4 sasa hivi. Zote za nyimbo nikazijua. Yaweza fika kama mwezi mzima mimi nilikuwa niko ndani nafanya mazoezi. Bwana okay. Hata ile muda kusema ngoja kwanza nitoke nika enjoy nilikuwa sina. Sababu leo lazima niwalizishe nishaenda kufanya kazi kwa watu bili. Unazikariri. Nizikariri hizi. Basi nikazikariri mpaka nikapata nyimbo za Kihindi pia nazimba. Okay. Basi nikapata program kubwa. Bendi yetu ikawa tena baada ya kuna low season na high season kule Zanzibar. Kufika low season tukawa tunapiga kwenye mabaa. Okay. Pale Zanzibar tulikuwa tunapiga. Basi tulipata kazi yani nikana program kubwa nikanaimba.
Zanzibar mimi mpaka naenda kuchukua passport Zanzibar wananiambia wewe so Mtanzania. Kwa sababu ni Mkongo, tunaona dada anaimba wewe ni Mkongo. Nilipata kusikia hizo story. Kwa nahisi kama Mkongo hivi. Wakasema kwa dada mimi niko naimba Bwawani pale kila Jumatatu. Yaani kuna program Jumatatu mpaka Jumatatu. Wakati washaanza kutengeneza vile vidread vidogo vile. Na vidread vidogo afu nimeweka beach basi Zanzibar ndo wakuelewe hivi. Akasema sina navikumbuka vile ulikuwa na muonekano fulani hivi ambao mtu anaona kabisa kama huyu sio. Okay. Wakanambia wewe kupata passport huyu hapa wewe sio Mtanzania. Wewe sio Mtanzania kabisa wale wanakataa pale migration. Wakanambia kama wewe mimi nikamwambia mimi Mzanzibari. Okay. Wakasema kama Mzanzibari wewe ndugu zako. Nikaenda kwa kaka zangu wakaja pale. Kweli bwana akafungua faili pale la Mnoga, wakakuta Mnoga yani familia wote. Pale, okay. Na mimi nimewaona wote pale. Kumbe mnoni Mnoga kaza mzee Mnoga Dar es Salaam amezaa kule. Okay. Ndio watoto wake hao. Basi nikachukua passport nimepoa fast. Lakini sasa mwanzo walikuletea utata. Sasa Zanzibar kwa nilikamata sana the festival zile kuna siku wanapiga tamasha la majahazi. Tamasha la majahazi. Sasa ilikuwa tukitoka sisi bendi ilikuwa inaitwa Islanders Band. Islanders, okay. Wazangu wa 7 wako nje. Tulikuwa tukitoka kupiga sisi ndo wanaingia Twanga Pepeta. Sasa sababu mimi nilikuwa maarufu, nilikuwa nimekamata sana kule Zanzibar. Watu wananijua. Kwa hiyo nilipopanda pale juu watu wakapanda pale juu wakawa kama wananishangilia. Kabla hujaanza show hapo. Ndio tumepanda sisi tunaimba sasa sababu Zanzibar tushakamata vishow tunapata vingi. Kwa watu wanatujua. Kwa hiyo tulivyoenda kuimba pale watu wakapanda juu pale wakawa wanataka kunibeba sio wanataka kunifanya nini vile. Vijana wanasema wanakaanga sana chips ile. Watu wakasema hapa haturuhusiwi tu kupanda hapa jukwani. Mtu anaimba amependa tu hapa chini aruhusiwi hapa juu. Sasa pale Twanga wakaniona. Uso DJ huyu. Unaona? Uso DJ huyu, DJ unakoka chumvi yule. Uso DJ. Huyu DJ ndo yeye. Choka kanita. Nivotelemka tu. Akanambia DJ nani nenda pale kwa Kabu. Nikaenda kwa Boka, nipe namba yako. Kwanza ukaona kesi ulikimbia huko. Nikawapa namba yangu, akanambia kesho tutakutafuta. Kwa hiyo nilivyoshuka tu pa jukwani pale tamasha la majahazi. Asubuhi wakanipigia. Anambia DJ njoo hapa Bwawani hoteli tuje kuongea. Nikaenda pale Bwawani pale, nikakutana na Kabu, nikakutana na Choki. Vipi wakanambia bwana, una mkataba? Nikamwambia sina mkataba. Turudi kwetu nyumbani. Mzee Choki huyo anaitwa mzee Mbishi huyo. Turudi nyumbani. Akubali kushindwa. Akapiga simu Asha Baraka. Akasema yule mtoto ulompokea siku chumvi Zanzibar kakamata huku anaimba mtoto. Sasa sisi tunarudi naye. Kwa hiyo kule lakini huku si ulichomoka kwa sababu ya kuitwa na ule dada alikuchukua si ndio kama alikushawishi kwanza. Alinishawishi kwamba ukapeta na nyimbo za hoteli nini iongezeke. Kweli. Kwa hiyo mzee Choki akasema wewe akachukua kinguvu akasema kama una mkataba wewe ni mwanamuziki wetu tumekutunuza wenyewe pale chumvi. Kwa hiyo tunakuchukua. Ashabaka akasema ongea naye msikia anasemaje. Nikamwambia huko nimepangiwa nyumba akasema basi tutakupangia kule da. Mwana nakupelekea naingia Nokia zile za bapu zile Nokia zile za tumbo zile. Ndio simu zinaanza kuingia. Tutakununulia simu usi nini. Ukaona na wakati huo kimobiteli hauna. Unaitwa kimobiteli. Wao wenyewe wana zile vitu angapepeta vile vidogo vyenye nini? Kama kidole visime vyenye visime ndio vile vinaitwa Twanga Pepeta. Sasa unapewa Nokia. Yaani wao wanakuwa upgrade. Safi sana. Wakanitoa kule Zanzibar nikaja huku. Okay. Kwa mkataba nyumba ukapagiwa. Nyumba wapi Kinondoni ilikuwa pale au? Kule Mwananyamala. Mwananyamala. Okay. Kwa hiyo upigwa nyumba upigwa na si. Kwa hiyo nikodi ya siku ndio kwa baba tena nikodi. Rafiki yangu akanisafirishia nikapewa nyumba. Ndo kazi kaanza hapo na una nyimbo gani nilijaribu kufikiri. Ndio hiyo ambayo tumeipiga hapo. Jaribu kufikiri. Okay. So ile ulikuwa umeitunga mwenyewe yote? Nilikuwa naimba Zanzibar. Okay. Hongera sana ise. Wimbo wote kwa sababu muziki wa bendi kupiga wimbo kutunga make mashairi yake marefu yanakuwa. Choki naye alinisaidia. Unajua nyimbo za bendi ukipeleka watu wanachangia mtu anachangia. Mudi Sunga wa Kinondoni Shamba kaka Jabir
Kimobiteli kanikumbusha mbali sana kipindi hicho, naishi kota za Tazara na penya fensi za Leaders Club, naenda kumuona yeye, ila ukikamatwa na Black Ninja kazi unayo. Oya, umechezea sana mbatari ni mwanangu. Asante sana Mudi Sunga. Lusekelo Mbonile anasema Hadija Kimo dada yake na rafiki yangu Omari kitambo Mwananyamala Mapala hapa. Okay, aina noma, asante. Anaitwa Kelly anasema wimbo huu dada umenikumbusha mbali sana, Mungu ampe kipaji kikubwa sana. Hadija tuko pamoja, kaka Kuvi Bisuti Kibonge Tozi. Bana, aina noma, asante sana. Kama unatufuatilia kupitia YouTube, weka comment yako hapo, sisi tutaicheki au sio bana, tutaipitia hapo. Sawa. So Hadija ametupa story namna ambavyo ametoka Zanzibar akarudi Dar es Salaam hapa mjini Dar es Salaam hapa, na baada ya hapo akapigwa nyumba, akapangiwa nyumba, alafu akapigwa na simu. Unajua Nokia wewe enzi hizo. Inabidi ile tuionyeshe. Hivi na maipsi au ina kitambi ile? Si inakuwa kwa juu pana kidogo afu chini nyembamba kwa hiyo inakuwa mkubwa juu afu chini. Oya, sio poa hiyo, naambiwa Hadija Kimobiteli kapigwa, alafu kumbuka jina lake ni Kimobiteli ujue. So maisha ndani ya Twanga Pepeta yakaanza tena kwa mara ya pili. Sasa nikaingia kwa heshima sasa. Nikaingia kwa heshima. Umeingia kama star. Safi sana. Okay. Kwa hiyo hapo mambo yakawaje sasa hapo? Mambo pale nimeshukuru wakanipokea. Sivyo tena waliponipokea pindi kile panda juu hapo si nini. Banza akanipokea akasema yes. Mtaalamu Banza Stone. Dada anaimba vizuri sana. Nimeshukuru ushirikiano nao Alichoki, Banza. Walinibeba sana, walinisaidia sana. Fanya hivi, imba hivi. Hivyo walikuwa wananipa sana. Yaani wamenipa nguvu sana Banza, Robert Hega, Alichoki. Robert Hega Caterpillar huyo. Okay. Walinibeba sana, walinisaidia sana wale watu. Okay. Mashallah. Ilikuwa ni wakati mzuri sana ukikumbuka wakati unaingia. Yaani nimeshukuru. Sawa. So, maisha ndani ya Twanga hapo kwanza yalikuwaje hapo wakati huo? Kwa sababu tayari kadri Twanga ilivyokuwa inaendelea kukua na yenyewe ilikuwa inapata challenges, bendi zinazaliwa nyingine za hapa na pale na nini. Kwa hiyo na nyinyi waimbaji pia mnakuwa mko katika stress kidogo ya kupambania lile kombe pale. Mimi hapa nilikuwa napata tabu kidogo kwa sababu ilikuwa wakihama kama baba Choki katoka kaenda Mchinga. Yeye kule anasema mimi namtaka Hadija. Umeona? Labda Banza akaenda sehemu fulani namtaka Hadija. Kwa kwangu mimi ilikuwa nipa mtihani kwa sababu ukiangalia wakubwa zangu afu ndo anakuambia njoo huku. Ukiangalia mtu kanitoa kule. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo inabidi tuvipitie hizo. Inabidi tuvipitie. Kwa mimi nilikuwa napata changamoto hizo yani. Hivi kuna wakati fulani inasemekana ulisema ili uwe serious na muziki, kama ulichukua break, sasa sijui ni wakati huu ama ilikuwa hapo kabla, ulikuwa unahofia kwamba kama ungejiwekeza sana kwenye muziki ulikuwa unahofia kwamba usingepata muda wa kuwa mama. Kwa hiyo ulikuwa unahitaji kama mtoto hivi kwanza ukajipa break ili upate mtoto alafu ndio ukaamua kurudi. Hiyo story ulipata wapi? Mimi nafanya utafiti. Mimi nafanya utafiti kwamba yani ulichekecha ukasema kabisa sasa hivi mimi nishaanza kuwa star. Nikibaki na muziki hapa nitashindwa kuwa mama vizuri. Kwa hiyo ama nitachelewa ama ninaweza nisipate kabisa mtoto. Kwa hiyo ukajipa break. Ukatafuta alafu ndo ukarudi tena. Sijajipa break wakati naanza muziki. Nikasema kabla sijaanza kufanya kazi, moja kwanza nipate mtoto kwanza ili nikianza kuanza mambo yangu ya kutafuta kazi, kutafuta mambo ya riziki, nitakuwa sipati muda wa kuzaa. Kwa ulikuwa unahofia kabisa. Nikazaa kwanza. Kwa ilikuwa kabla hata sijaingia katika muziki nilikuwa nasema mwenyewe hapa sina kazi sana. Kwa hiyo hichi ilikuwa ni kipindi ambacho ushaona watu wananikubali. Ngoja kwanza ni 2000 nikasema ngoja kwanza nizae kwanza ili nikianza kutafuta kazi. Mimi naenda kuimba hizo zilizokuambia na mtoto anakaa chini. Kipindi kile? Bwana. Ndio sasa hivi ndio nakwambia mkubwa na watoto na waoa. Okay.
Kwa hiyo target zako zilienda kama ulivyotaka. Yani nilikuwa nashukuru kile nilichokuwa nakipanga kinakuwa. Okay. I say hiyo timing hiyo ilikuwa sio mchezo. Anyway, sasa hivi kwa mfano let's say sasa hivi tuna nani? Sasa hivi tuna Nandy, right? Ambaye aliingia kwenye muziki akiwa msichana mdogo, alafu baadaye akawa mke, and then amepata mtoto. Lakini probably labda kutokana na wakati wa sasa hivi, okay, pia tuna Rosarie, baadaye alikuja akapata mtoto, baadaye tayari shaanza muziki. Wao wameweza kupambana na hiyo vita, lakini kwa mfano nilizungumza na Rosarie, ile kitendo cha kutoka pale kwenye kupata mtoto na kurudi tena kwenye muziki, anasema ilikuwa tough kidogo, alipitia vitu vingi na nini, hapo kuna mpaka depression hapo, unajua unaweza ukatoka kabisa kwenye reli. Hata mimi nilivyosema kwamba mtoto mmoja kila siku ushakuwa mkubwa, ngoja kwanza sasa nikae, kwani nisipate tena watoto wengine, sababu umri unaenda, nataka na mimi na tuwe na watoto. Lakini nilivyosema ngoja nizae, nikasema nipate hata watoto wawili, na mimi hapo niliumba sana hapo nilipopotea. Okay. Kwa hiyo ulivyokuwa unatafuta ile wa pili ile baadaye. Kwa hiyo kile ambacho ulikifikiria mwanzo kilikuwa sahihi kabisa mwanzoni, kwamba ukiingia kwenye uzazi ungepotea kwenye muziki. Kwa hiyo ulitafuta wa kwanza, afu ukauwasha sana moto kwenye muziki. Kwa hiyo kuja wa pili kikatokea kile ulichokuwa unakiofia. I say nilipotea. So uliwezaje ku bounce back tena, yani ukarudi kwenye ramani ya muziki baada ya kuwa sasa maki ulipata wawili sio? Alafu ndo ukarudi watoto wawili. Sasa hivi watatu, si ndio? Kwa hiyo ulikuja ukatafuta wa pili na watatu. Ukawezaje ku bounce back yani hapo? Kwa sababu nilikuwa na ndoto. Na nikasema siwezi kukubali ndoto zangu zipotee. Okay. Hata kama nimepotea kule, lakini nisipotee mimi. Comment kwa nakifanya tu nikanapigania nikasema hapana, mimi nitasimama. Japokuwa muziki ukaja ukabadilika, ndo kaja vizazi vipya, lakini bado mimi nikasema mimi bado nitasimama. Okay. Kwa sababu umri wangu bado unaniruhusu. Mbona nikiwaangalia wenzangu wao wanamuziki wakubwa, mbona watu wazima na wanaishi, nikajipa moyo kama mwimbaji anaweza kaishi hata miaka 60. Yeah, of course. Mbona unaweza kufanya wakina nani, wakina Samatona, watu wazima ndio wamekamata. Kweli. Umeona? Nikasema ni kupambana, nisikate tamaa. Na ndio maana first hapa nilipopata tu chance nikanunua vyombo vya muziki. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi mwenyewe sasa na kibendi changu. Sasa hivi okay, tutakuja kuiangalia hiyo bendi yako wenyewe. Sasa kwa mfano hapa kwa mfano sasa hivi ukiambua utoe ushauri kwa msichana ambaye ana dream za kuwa star wa muziki, ana talent lakini ana dream za kuwa star wa muziki, unamshauri atengeneze familia yake kwanza ndio aingie kwenye muziki kama uliofanya wewe, ama aanze kwanza pirika za muziki familia baadaye? Maki wewe uli risk mara ya kwanza ukaona hata mimi ngoja nitengeneze kwanza ka familia halafu niingie. Baadaye ukasema okay, ngoja niendelee kutengeneza familia, halafu ndio ikatokea kidogo ukapotea. Lakini ile ya kwanza na maana ilikuwa ni right timing. Kwa sasa hivi unaonaje? Sasa hivi kumekuwa kuna different opinions yani kuhusiana na masuala hayo. Wengine hawaamini kabisa kama kuingia kwenye familia kunaweza kukamfanya akarudi tena kwenye muziki ama akatimiza malengo yake. Lakini kwa sasa hivi muziki kidogo afadhali tofauti na zamani. Kwa sasa hivi kama mtu umekubalika, hata kama ukisema ngoja nizae utaishi tu, kwa sababu tofauti na zamani. Zamani kidogo muziki ulikuwa mgumu. Ukipotea basi ujue umepotea. Lakini sasa hivi kuna kuwekeza zile manini unaweza ukaishi. Kwa hata kama mtu sasa akiamua tu kuzaa kwenye game, kama mtu kashaka sawa hawezi kupotea. Okay. Okay. So tulikuwa tunazungumza namna ambavyo yalikuja kaanza kutokea mabadiliko ya watu kuhamahama. Inapigwa dau unahama, na ukihama kwanza inakuwa ina creativity kule ulikotoka na kule ambako umeingia. Kwa wale walikuwa marafiki zako kwa wakati huo kidogo wanageuka wanakuwa maadui kwa sababu ya ushindani na nini. Na it seemed like alipokuwa kienda Mkubwa Choki na wewe ulikuwa unaelekea huko. Maana uliingia Extra Bongo pia Choki alihama. Alikwenda Mchinga akanichukua tena. Lakini twanga anachukua. Akamchukua tena. So okay.
Choki alikuwa anaona nini sana? Alikuwa anaona kabisa teamwork ni na kuna wewe ilikuwa iko, yani alikuwa inaonekana kama alikuwa hataki kukukosa hivi bwana Choki, yani ndio maana alikuwa kihama anaama na wewe, kihama anaama na wewe. Naona yeye katika sikio lake sogelea mic kidogo. Sikio lake sauti yangu ilikuwa imemkaa sana kwenye sikio lake. Kwa hiyo ilikuwa teamwork ile combination. Anaona kabisa mimi bila huyu mambo hayaendi. Okay. Sawa. So ile ya kwanza ile ya Choki kuondoka ile na kufungua na kwenda hiyo extra bongo hiyo ilikuwa vita kubwa sana hiyo. Kwa sababu Choki alikuwa juu sana. Si ndio? Yani kama ulivyosema mtu ukiondoka na kwa kuna beef fulani. Mimi nilipata hiyo kidogo ni kuhadisie. Nishatoka Twanga niko Double M kwa Muumini. Kwa Muumini, okay. Pia kwa Muumini ulienda sawa. Muumini alikuja nyumbani kwa mama kabisa. Mimi akataka kupitia kwa muziki. Yeye kija nyumbani kabisa. Namtaka udada, nitamtunza, nitamfanya hivi, yani haki zake zote nitampa. Kaina nyumbani kabisa kwa wazazi. Sasa mimi kwa mama sometimes unakuwa mimi mwenyewe spendi. Lakini sasa wao wananitaka. Umeona? Sasa nikigoma mtu anaenda paka nyumbani kwa mama nasikia nakwambia hivi. Hadija nenda. Umeona? Lakini sasa kaja kanikuta kitu kama ulivyosema beef hilo. Nimetoka kurekodi Double M. Nikapita pale Manuel Ngata pale ndo kwa Twanga alikuwa pale kambi yao. Natoka nangu studio. Kupita pale nikakutana na kina Amigo Lasa, kina nani Oega. Wanamuziki za kina MCD nimekutana nao wamekaa pale nje. Sasa na mimi nikasema ngoja nikawasalimie sio wakubwa wangu, ngoja nikawasalimie wanamuziki wenzangu. Kile kitendo. Yaani kitendo sitokisahau. Cha mimi kwenda pale kwenda kuwasalimia. Muumini akapigiwa simu, Hadija yuko hapa, yuko na kina Amigo Lasa, wamekaa wanapata vinywaji vyao. Muumini alikasirika akaenda studio kafuta nyimbo zangu zote. Hapo. Hakutaka hata kuuliza uko wapi. Yaani kumbe kitendo kile kilimuuma vibaya mno. Kafuta nyimbo zangu, nilirekodi nyimbo kama 6. Bana. Akafuta zote, akamwambia akamwita Minangaluma, akamwambia imba pande vyake vyote, imba vyote wewe. Dada akaanza kuifanya kazi studio. Sasa yule Mikamamba yule mzungu akanashangaa, mbona kafutwa huyu afu anaingia mwingine tena. Sasa mimi naenda pale siku ya pili nafikiri kuna kitu sijakeka sawa, ngoja niweke sawa. Naambia zimefutwa zote. Mikamamba mmoja akaona hili balaa hili. Umefanya nini? Kati hapa kafuta zote. Kisa naambia umekanyaga pale. Yaani pale tukisema Twanga Pepeta umekanyaga. Kwa kuwa haikuwa makibifu ilikuwa kubwa. Mimi kitu cha kwenda tu pale kukaa nao. Wazee bwana hawa vita yao ilikuwa kubwa sana. Ingawa sasa hivi wanaficha lakini wale sasa wamekuwa watu wazima, kwa hiyo bwana kweli ilifikia hiyo hatua hiyo. Albamu nzima ile albamu nini sijui ile yote nilikuwa nimeimba imefutwa yote. Okay. Kisa ni hicho tu. So upande wa Mama Shabaraka kule ilikuwaje naye? Kwa sababu yeye alikuwa na tango mdogo kabisa. Alipokuwa ukihama ilikuwa inaendaje kwa? Dada Asha alikuwa anajua kabisa kama huyu mtoto wana nani? Yaani wanamchukua kinguvu bila mwenyewe kupenda. Okay. Kwa sababu pendekeo ilikuwa ndio hiyo nini? Ndio hiyo extra bongo hiyo. Yaani nilifanywa kwamba lazima leo uje perform pale chuo kikuu. Lazima uje perform. Mimi huko nataka niende kazini Twanga. Basi wale watu wale wamekuja wakasema wameenda nyumbani. Mama ile zi hapa. Tunamchukua Hadija leo anaenda kuperform. Twanga washapigiwa simu. Leo Hadija anakuja kuchukua. Yaani kilazima mtu anaenda pale nyumbani wanakuja na magari utakwenda. Na Twanga nao wanasema tukubali. Na anatuma mabounce watu. Lindeni. Yaani mtani kwetu tumesha kulindwa hivi. Kona zangu zote za nyumbani zilindwa. Yaani wakati huo sasa ulikuwa kudilipi hapo? Wakati mimi niko Twanga Pepeta. Twanga, sasa wale washatangaza kama hivi leo tunamtangaza Hadija. Umeona toka mchana. Wakatumwa mtu kama ngeni nyumbani kwao yupo hayupo. Basi wakatanda mabamsa kona zote.
akiingia tumumkamate. Au walikuwa ni Twanga. wa Twanga, okay? Okay. Na wale mimi washaniambia hamna kurudi nyumbani. Au ni Dabu M wao? Nani au nini? Extra bongo. Extra bongo. Yeah, extra bongo sawa. Yeah. Hamna kurudi nyumbani, tutakuta hoteli. Utulie sema hata hoteli utulie, ufike muda ukapande. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa siku hiyo ulikaa na wapi? Ulirudi huku Twanga au ukaenda kule? Siku hiyo ilikuwa sina raha. Kwa sababu paka Baraka Msiwa yule mwenye bendi, yule mwenye Baraka Msiwa, msikia Baraka Msiwa kakake Ashabari. Ndio ya. Kaja mpaka nyumbani na yeye. Kwa hapa nyumbani kwa kama vile ni sehemu fulani ni kama vita, yani uwanja wa vita before. Sasa sometimes unakuta mimi spendi wana force yani utafanya. Yani utafanya. Ile hapa fanya hivi utafanya. Mwisho wake siku hiyo ulienda na yupi? Mwisho wake walitaka kupigana, manake walinichukua sasa sijaenda nyumbani, wamekaa wamenivizia pale. Mimi ngambao usikanyage nyumbani, wameweka mabouncer kona zote. Akiingia tu mkamate. Kwa mimi sijapelekwa nyumbani. Nikapelekwa sehemu nikanunuliwa nguo. Mafia choki huyo na mipango yake. Niende kule kupani. Baada ya kuona mpaka saa 3 sijaonekana. Nikapigwa simu kule. Mama City pale akasema yuko kunyuma kashafika atapanda. Baraka Msiwa amekuja. Kaja mpaka pale. Kuja pale ugomvi. Fikiri Madinda ndo alikuwa ndo bosi mwenyewe sio? Na Baraka Msiwa bado ruhusu wapigane. Kabisa wanasukumana ugomvi. Kwa hivyo vitu vilikuwa sipenda kisa nini wanatumia. Nguvu yani kunishawishi afu mimi sina management yote kusema siku na manage sina. Ndio, yani uko wewe. Niko mimi kama mimi. Ulikuwa ufanya decision hapo. Lakini sasa hela ulikuwa ushavuta kote. Au za Twanga ulikuwa bado. Ulikuwa umechukua za extra. Huko unachukua tu mshahara, huko nyewe wamenipa tu hela. Okay. Sasa iliishaje hiyo siku? Hiyo siku ilisha vibaya sana. Hukufanya performance kwa kote au? Nilipanda. Ulipanda na extra bongo. Kosa ananiambia nakuomba kama bosi wako Adija. Mimi Adija nakuomba Adija usipande sije. Yani nilikuwa kati mgumu sana. Na huku naambiwa panda watu kashaita watu wake wa Mwaloni wale wananibeba. Kwa hiyo ikawa ukapanda na extra bongo that nikapanda siku hiyo. Kwa hiyo Mzee Choki inabidi nifundishe umafia wake kidogo. Mzee Bishi, salute sana mzee Ali Choki. I say anyways ndo vimbwanga hivyo vilivyokuwa wakati huo pia. Na kisema kweli lakini ilikuwa inachangamsha. Sasa ule mkasa wako ule na ule wa kufutwa sasa kule. Na Amina Ngaluma si ndio? Amina kapiga zile sauti. Haikuleta shida baadaye. Mwasamu na alikuwa star Amina Ngaluma. Ilikuwa bifu kubwa. Mimi akawa nipendi kutoka pale. Maana kuna siku akaniacha wapi? Akaniacha Tunduma. Tushamaza nitoka paka mamaza kuperform yani hata nchekea. Lakini ulirudi kwenye band. Nirudi kwenye band nyimbo ndo zilifutwa. Okay. Basi mapesa yakawa kuna kabisa, anza kaniacha mbali siku moja. Kuna kitu sasa tukataka ndo tushamaza kuperform asubuhi tunakatuondoke. Tuasubiri gari. Kuna kitu nimesahau ndani. Nimeenda kufuata tu ndani kwa pale gari lishaondoka. Mbona gari limeondoka? Nasema tena umekwambia Adija kaingia nani sasa hivi? Lakini muumini karuhusu gari ondoke. Kwa alikuwa na hasira. Umeona kaniacha mbali. Ndo mafu vitu vangu tu kwenye gari. Kuna kitu nilifuata tu nisahau ndani. Basi ndo kama hivyo katokea tu mtu aniona. Anambia dada, wewe ulikuwa jana una perform kule. Mbona kama gari la bendi limepita? Afu uko huko. Nikamwambia ndo ameniacha hapa ndo nafikiria hata sijui stand wapi sio nini. Unaona ule hapa nikamwambia sina hapa tena kwa sababu vitu vyetu vyote kwenye begi. Basi baba simkumbuki kwanza hata simjui yani kanisaidia nikamwambia nikakata tiketi. Kanikata tiketi ndo nikaenda Mbeya. Nikawakuta. I say hiyo ndio raha ya superstar. Unapata msaada katika nafasi ngumu sana. Anyways, asante kwa wote ambao wanaendelea kutucheki hapa. Kwa wale ambao wako online hapa kwenye YouTube, anaitwa Renbeth Ponera kutoka na Mtumbo anasema tuko pamoja sana.
Rashid Chapter anasema niko zangu nimechill home na check the classic na Bi Khadija, au sio bana? Nisome kama Chidi Chapter mdogo wake na Ansi Vipaji. Nakubali mzee baba. Nakubali sana, kiti chako kinakuzomea hapa mwanangu, kipo hapa kiti chako. Bwana Ayubu Mtauni anasema Kuvi Misuti niko nawe na kufuatilia sana. Asante sana my brother Ayubu Mtauni. Emmanuel J Kawishe Kimobi tena ananikumbusha TCC Club, mambo yalikuwa poa kabisa. Alright, asante sana. Savimbi Mtata anasema Kuvi chaka mzee wa Misuti, hiyo Misuti sio poa. Sasa si nyumbani kwake babu hapa. Tunaweka beauty tu kama kawaida au vipi bwana? Shukrani sana lakini my brother kwa kutumia ujumbe wako. Tuko na the one and only hapa Khadija Mnoga aka Khadija Kimobiteli, na alikuwa anatupa namna ambavyo stories zilikuwa zinafanyika, mambo yalikuwa yanafanyika. Hebu tusimulie kuhusiana na wimbo mmoja ule ambao watu wengi wanaupenda sana. Walikuwa wananiuliza hapa, unaitwa Mgumba Sasa Amezaa. Ilikuwa wimbo gani? Ulikuwa na jina hilo Mgumba Amezaa? Mgumba namba 2. Mgumba namba 2. Kulikuwa na kwanza ambao aliimba Amina Ngaluma. Alafu ya kwako ndo Mgumba Amezaa, si ndio? Hizi nyimbo mbili historia yake zikoje? Lilikuwa ni jibu la kawaida ama ndani yake ilikuwa kuna ushindani wa nyinyi wawili, wewe na Amina? Mimi sihusiki kabisa katika ile mambo, isipokuwa ile Mgumba nimepata tu historia yake kwamba kuna vitu ndani kwenye wenyewe kwa wenyewe mle kati ya Amini Sui na Amina Ngaluma. Walikuwa na mambo yao wenyewe. Kwa hiyo ndo mimi kwa sababu Amina alikuwa hajazaa, akasema sasa ngoja ni aimbe nyimbo hajazaa, akamtengenezea nyimbo hajazaa. Kisa sijui yeye Amina kamtengeza nyimbo bosi unanitongoza kati mimi na mume sio hizo. Hizo story sasa sijui kani kweli. Hizo nimezisikia. Mimi huko sijui tamtamu. Ndio nilivyosikia hivyo. Kwa hiyo kama walitupiana vijembe wakakabana tunaimba hivi. Na akamwambia lia kabisa. Najiuliza kosa langu. Unajua zawadi kuna vitu vinajificha ukuje, si tunajua muziki lakini akampa pale alie mwenyewe, si kosa langu. Unakula sasa bure na kujaza chooni. Hatari sana. Nasikia vitu vilikuwa vya wenyewe. Lakini ndo baadaye mwenyewe katika biashara yake baada ya kuona nyimbo ilihiti. Ilihit sana. Akaona ngoja niifanye Mgumba Amezaa sasa. Ndo akasema hii nyimbo Mgumba Amezaa imbe Hadija hii. Sasa nitampata Hadija yuko Twanga. Ndo akaenda nyumbani, ndo akaenda kwa sababu mimi na nyimbo nataka afanye hivi. Wazazi wakamuelewa. Kwa hiyo ilibidi uchomoke kwa ajili ya ile. Sababu ile nyimbo. Alikuja kukuchomoa kwa sababu ya wimbo tu biashara yenu ilikuwa kubwa sana wakati ule. Na Mpunga si ulikuwa unaingia, kwa hiyo mlikuwa kwa kipindi kile. Kwa mfano kama hizo hamahama hizo ulikuwa unavuta ngapi hizo hadi? Kwa mfano hiyo akwenda kupiga Mgumba tu. Ulivuta kama ngapi? Kwa sababu kwa kipindi kile ilikuwa ni nyingi. Kwa hiyo lazima obviously. Yeye hajanipa hela nyingi, isipokuwa tu aliniahidi kwamba mikana nini atamshahara mzuri, maisha yako yatakuwa mazuri basi. Ila tu ya kawaida. So ila kivile kwa anakuwa na double mshahara, anaupandisha. Anapandisha dau. Utanipa kiasi fulani kila mwezi. Kwa hiyo ukipiga mahesabu unaona mbona kitu kwa mtoto wa mtaani inakuwa inasaidia. Unaona mbona kitu. Kwa sasa kwa hiyo ilikuwa ni jibu lakini la ile ya kwanza, si ndio? Ni baada ya kuona Mgumba wanazaga wakazaa ndo akatengeza ile kitu. Makiasi ni matatizo ambayo yanaweza kufanyika kwa matibabu tu. Naona alipata historia, mimi nimezaa nimekaa miaka 10 ngapi sio hivyo bora atengeneze. Kwa ilikuwa ni kama kusafisha ule wimbo wa kwanza. Kwa ikasawa watu ambao hawajazaa. Na kweli mimi nikiimba nyimbo watu wengine wanalia. Nasema mimi kweli nilikuwa sijazaa, nimeachika na mume wangu kweli, yani ile nyimbo ya kwanza ilikuwa inagusa sana lakini nimeenda sehemu nyingine nimezaa. Basi nikikusikia wewe unaimba nasikia la sana, yani hivyo
Na mimi sasa na ile pia ikanisaidia mimi katika kutengeneza umaarufu na kujulikana zaidi, yani kujikita zaidi katika muziki. Yeah. Kuimba ile nyimbo. Wakina mama walikuwa wanalia sana, walikuwa wanafurahi kama niko na wapa moyo, yani walikuwa na enjoy sana. Hem, tupigie kidogo hapa ile. Gumba namba 2 hiyo. Remix. Tende acapella. Kina mama mko wapi? Na mase na wataka uwanjani na majambo miewa. Dabo emu mko wapi? Na mase na wataka uwanjani na majambo miewa. Mungu jamani muweza, kilio changu wamekisikia. Hapa nilipo sina ugumba tena, nimezaa. Dada Khadija Mnoga pa, na sasa leo bwana story zake ni tamu sana. Sasa sijajua mwenyewe na saa 10:30 anataka asepe. Kwa hiyo tuangalie sasa kama atatuongeza hata dakika 5 poa, kama ikishindikana basi tutamruhusu, lakini usijali sana. Asante kwako ambaye unaendelea kutucheki hapa. Leon Frank anasema nipo online na mimi, au sio bwana? Bwana asante bwana Leon Frank, pamoja sana. Asante kwa kutujoin hapa kupitia The Classic ya leo. Na Khadija Mnoga Kimobi Teli ndiye ambaye tuko naye hapa, na alikuwa anatupa stories 2-3, na ametupa kisa cha mgumba, okay, namba 1 na namba 2. Hizi ni moments ambazo zilitokea kwenye muziki wa dansi, na kusema kweli unaweza ukaona namna gani ulikuwa umetawala. Walikuwa wananunuana kama wachezaji vile wa mpira wa miguu, na nyang'anyana na vitu kama hivyo. Na shout out kwa my brother anaitwa Frank Kasase Kandende, au sema najua huu ni uwanja wako mzee wangu wewe. Maeneo ya TCC cha Ng'ombe ulikuwa hukauki maeneo ya kujiacha na vitu kama hivyo. So tutaisikiliza walau kidogo mgumba namba 2 hapa kidogo. DJ Mbo ataigusa hapa ili tupate kidogo na tumsikie Khadija Mnoga alivyoikamua ngoma hii. Sikutegemea, ni ajabu na kweli yeye. Instagram anasema da, Khadija huyu alikuwa anajua kuhangaika na bendi, leo twanga kesho kule. Alikuwa ajui kama Anasema bana Khadija anajua kuhangaika na bendi, leo twanga kesho kule. Kwa hiyo anaona kama okay, sawa. Shukrani sana kwa kuweza kutujoin pia na sawa. So ukiachana na hizi hama hizi na nini, ukiachana na hiyo moment ya siku hiyo kutaka kupandishwa huku na watu wakataa kutoana macho kwenye hizi bendi zote ulizopita, maana ulipita African Stars, Extra Bongo, Mchinga Sound ulipita, Double M Sound na African Revolution, right? Hii ya kuhamia Mchinga, hii ndio kipindi kile cha Moments, ndio au Mchinga ya Choki. Mchinga ya Choki uliingia mara pili ya Choki, ya mara pili, ambayo nayo kidogo alikuwa kina alikuwa Kalala Junior, kina Mwezingo. Ni wakati upi ulikuwa mgumu zaidi kwako ukiachana na ile vita ya Extra Bongo na Twanga Pepeta katika hizi band? Maki zote hizi zilikuwa zina kashikashi sana, na kama umesikia hapo watu wanasema watu walikuwa wanajua tunahama, yani unapenda kuhama, kumbe hawajui kama kuna vita za kimaslahi hapo na vitu vingine. Upi ulikuwa ni wakati mgumu zaidi? Wakati mgumu kama nilivyohadisia pale, ule tu wa Extra Bongo okay. Hii vita na marehemu Amina Ngaluma pia ilisumbua pia, lakini yani mimi Amina Ngaluma hajanisumbua hata kidogo, isipokuwa aliletwa pale kama kunikomesha. Ngoja nimlete hapa huyu, sababu yako ilikuwa okay, ngoja nimlete huyu kidomodomo chote kiishe. Umeona, na watu wote walijua hivyo. Wakasema kashaletewa Amina Ngaluma, tunaona sasa hivi kashaletewa Amina Ngaluma. Lakini Amina akaniita akaniambia, Dija, sisi ni wanawake, nimekuja hapa tufanye kazi. Yeye mwenyewe alikwambia ameniita ambaye tufanye kazi, tusisikize maneno ya watu. Mimi nimekuja hapa, tumekuja yani kama vile Twanga kule kuna Jessica Chali na Luiza Mbuto. Kwa hiyo hapa niko mimi na wewe, tufanye kazi, tushirikiane, tusisikize maneno ya watu, makamuzi yaendelee. Kwa hiyo sisi wenyewe tulikuwa tunaelewana, na nilikuwa namheshimu kama dada yangu. Tuliishi vizuri sana. I say fantastic. Anyways, viji mambo bwana ambavyo vilikuwa vinatokea hapo. Sasa kuna hili swali ambalo
niliwauliza hata wengine waliopita. Uwepo baadaye sasa make mlikuwa mnetawala nyinyi tu mnahama huko na huko na huko. Zilikuja zikaja bendi ambazo zilikuja zikawa zina watu wa Kikongo ambao walikuja, waimbaji wa Kikongo na walikuja pale wakaingiza nguvu zao na nini. Vita ikazidi kuwa kubwa, sasa mnapigana ndani na international artists au wamekuja kama international artist yao. Na bendi zikawa nyingi lakini bendi zilikuwa zina nguvu sana wakati ule. Kwa hiyo ushindani ule ulikuwa unawapa pia, ulikuwa unawapa nafasi, unawapa pesa na nini. Wewe ulikabiliana nao vipi? Kwa sababu ilikuwa pia ni challenge kwenu na mlikuwa mnaanza kunyang'anyana mashabiki wakati huo. Kwa sababu vitu kama hivyo kwa mimi havijani cost sana. Kwa sababu wao kama wao walikuja na vitu vyao vingine yani vizuri. Yeah. Lakini sisi kama neno wanasema nini, mtu kishakuwa kwenu tu. Yaani kishakuwa kwenu. Yeah. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunabebwa kama vile mtu Msondo Skinde vile wale, kwamba mtu kwao yani. Naona hujanielewa, mtu kwao yani kwamba yeah. Tulikuwa tunaishi kwa sababu mtu kwao. Yeah. Kwa hiyo wale watali walikuwa wamekuja, lakini sisi ilikuwa hajatu nani sana kwa sababu mtu kwao. Okay. Ilikuwa si mashabiki wetu wako pale. Uwanja wako wa nyumbani yani upo. Kwa hiyo vitu hivyo haviwezi kukusumbua. Na wao walikuwa na vitu vyao vingine kabisa kama pekecha, walikuwa na vitu vyao fulani. Yeah. Na sisi tulikuwa na vitu vyetu fulani hivi. Okay. Kwa hiyo ilikuwa ni vizuri tu kwamba wao wametoa hiki na sisi tufanyeje. Ilikuwa ni challenge ni nzuri kwamba na sisi tufanyeje. Okay. Okay. Sawa. Isipokuwa tu changamoto inakuja kwenye sisi wenyewe huko sasa. Tayari tuna mabifu kwamba huyu mtu kaja hapa, tusimpe nafasi tena kwa sababu akija hapa kitengeza kitu kizuri anachukuliwa tena. Kwa hiyo hapa huyu abaniwe hapa. Kwa hiyo kuna vitu sasa pale vikao vinapotea. Kwamba watu fulani wakija hapa wakiimba wanaondoka, wananunuliwa. Kwa hapa wakija hapa watu tuwabane. Okay. Yaani tuwabane wasitoe vitu vyao. Sawa. Isijakuwa kama wanakuja hapa kama kujiuza, wanakuja kuuza wako sokoni. Yeah. Wanatengeza bidhaa zao afu wanaondoka. Yeah. Kwa hiyo hapa sisi tusiwakubalie tuwakazie. Ndio vita ilikuwa inafanyika hapo yani. Okay. Kwa hiyo alikuwa anakubania mpaka stejini. Okay. Asipandishwe yani kupo hivyo yani. Okay. Sawa. Sasa kwa sababu inabidi saa 10:30 kuruhusu hapa, si ndio? Tumekubaliana Mr. kuvunja makubaliano yetu. Sasa DJ Mbwe, piga hiyo inaitwa Kimo Band hiyo, sio ambayo ndo bendi yako ya sasa hivi. Piga walau wimbo mmoja hapa. Unanipigia wimbo gani wa Kimo Band hapa walau tusikilize pia miongoni mwa kazi zake za karibuni, maana tumecheza sana za zamani hapa. Tumtaje. So hii ni Kimo Band ambayo sasa hivi dada Hadija Mnoga hapa, yeye sasa ndio bendi yake ya sasa hivi. Tunasikiliza walau huu kidogo, alafu tutarudi hapo kwa ajili ya kumalizia maongezi yetu kwa leo. Uwepesi wa Kimobiteli. Okay, so Kimo Band. From Kimobiteli to Kimo, Okay. That's nice. Okay. Sawa. Shukrani sana kwako DJ Mbu. Nimesikia hapo kuna kasampuli fulani hivi kama wimbo fulani wa zamani wa Kiafrika. Sikumbuki jina gani sio. Okay, sawa. Asante kwako pia. So hii ni bendi ambayo umeanzisha muda gani? Nimeanza 20. 2020? Kwa sasa hivi na miaka karibu 5. Okay. Kuwa na bendi yako sasa hivi mpaka ulisema umenunua vyombo vyako mwenyewe na nini, zile changamoto za zamani zile zimeshaondoka. How is it now? Unaionaje pia? Hivyo kwa sababu silipitia mautundu yale. Kwa hivyo vitu vyote navijua. Kwa hiyo nimeshukuru zile kwa changamoto zile nilizopitia na zimekuwa ni dawa kwangu. Sababu na mimi hata sasa hivi ikinitokea kwa mwanamuziki najua ni yale. Kwa hiyo nakuwa najua yani najua jinsi ya kukaa nao. Kwa sababu mimi mtu akiniambia leo sio na kitu fulani akinizugia najua huu nasema nitakwenda. Kwa mimi nakuwa najipanga mapema. Yani kwa hiyo vitu kwangu mimi sio vigeni kwa sababu nishavipitia nishavijua.
Kwa hiyo kidogo imenisaidia bendi yangu mpaka sasa hivi kuwepo na tunafanya kazi kwa ufasaha sababu vitu nimevijua. Okay. I say safi sana, na kwa sababu ya hiyo experience basi naamini kwamba utakuwa ni kiongozi bora kabisa. Wewe umeona mengi. Unaongopea kitu. Okay. So kwenye Kimo Band hapo kuna watu wa vijana wapya kabisa ama kuna yoyote ambao umetoka naye zamani huko? Kwa sasa hivi muziki wa dansi kama hujajulikana kipindi kile, kwa sasa hivi inakuwa kidogo ngumu kujulikana kutokana na mambo yalibadilika. Lakini nikisema wanamuziki wapya, sio wapya, wapo katika game siku nyingi ambao uko nao okay. Wapo kwenye game siku nyingi lakini hawajapata ile majina. Okay, hawakuwa wanajulikana wakati huo. Kwa hiyo siwezi kusema ni wapya, sio wapya. Ni wapo siku nyingi. Okay. Lakini tu hawakupata zile kama channel nilizopata mimi. Okay. Okay. Safi sana. Hongera bwana. Na nimeona muziki wa dansi sasa hivi umekuwa pia unajaribu kujirudisha katika nafasi yake. Nini unadhani kilikuwa ni sababu ya muziki wa dansi kupotea kwenye ramani? Kila mmoja, mzee Muumini hapa ananiambia kwamba anadhani kwamba kulikuwa kuna watu kidogo walifanya makusudi kama kuiondoa kwenye ramani. Wiki chache pia Juma huko nilizungumza na Msafiri Diof, yeye alikuwa na maoni tofauti akisema kwamba utengenezaji wa nyimbo ndefu ulisababisha radio zikazi na kacha na nini. Kila mmoja na maoni yake. Wewe unadhani shida ilikuwa nini kwa muziki huu kupotea kwenye ramani kama ilivyokuwa zamani? Sio kwamba haupo, lakini kama ilivyokuwa zamani. Mimi naona kama wakati tu. Kila kitu kina wakati wake. Okay. Sababu ulikuwa msondo, alikuwa uko soma quiz, alikuwa swini. Kwa hiyo siku zinazidi kubadilika na vitu vinabadilika. Kwa watu hawezi tukae kila siku akakaa tu wakasikiza muziki wa dansi. Kwa hiyo watu wamebuni vitu vingine tufanyeje? Kwa hiyo itakuja ukombee tena, itakuja kubadilika tu, vitu vitakuja kuwa historia. Sababu karne zinabadilika. Kwa mimi navyoona kama hivi kila kitu upepo. Mimi navyoona kama ni upepo. Sababu hivi vote sababu kusema hivi vyote vinawezekana hivi. Waweza wakasema sometime labda mmekosea wenyewe labda wanamuziki. Maana wengi wanasema muziki si kuombaomba, sijui mna wakera washabiki sio ilini. Yaani vitu vingi lakini ni upepo. Mimi navyoona ni upepo tu. Hata hivi vitu vitakuja kubadilika, Bongo Flava zitakuja vitu vingine uko mbele. So namna ya kushirikiana baina yenu na huu muziki ambao unapendwa sasa, mkatengeneza fusion ambazo yani nyinyi hamtoki na vijana hawatoki, mkajaribu kutengeneza audience, yani audience mpya nyinyi, mkachukua sasa vijana wa sasa. Mnaionaje? Maybe kuna idea za kuweza kuchanganya hapo kidogo. Issue kuwapata. Okay. Lakini haina shida. Lakini issue kuwapata. Okay. Maana wanakuwa wako busy, hawapokei simu, hataki hivyo yani. Kwa hiyo kumwambia mtu tufanye kitu fulani, mtu kwanza kumpata. Okay. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi mtu akiwa anataka kuona maonyesho yako na nini, na kupata vipi? Mimi sana nakuwa narusha kwenye mitandao yangu. Okay. Kaandika tu Adija Mnoga Kimobiteli unanipata na urushaga matangazo yangu. Okay. Sawa. Kwa sababu muda wetu ndio unakimbia hapa. Sasa mimi bwana nataka nikisema nitoe namba hapa kwa hiyo. Kweli kabisa, sure. Au kama ungekuwa labda una akaunti zako za mitandao ya kijamii kidogo. Ndio hizo, ukiandika tu Adija Kimobiteli, Adija Mnoga unanipata. Kwenye nini? Kwenye Instagram? Mbona kwenye Instagram sijakuona? Nipo Adija Mnoga, Adija Kimobiteli. Okay. Sawa. Sawa. Sasa mimi hapa nataka nikuchangamshe kidogo. Au unaonaje? Tumepiga story muda mrefu sana. Bwana, si tumchangamshe huyu? Tumchangamshe kabla hajaondoka bwana. Inabidi tukuchangamshe. Bi Khadija, inabidi tukuchangamshe. Sasa hapa kwenye kukuchangamsha hapa nitakuuliza maswali madogo au sio wala? Bora cheka.
nakuuliza maswali madogo madogo tu ambayo yatakuchangamsha tunasema, au vipi? Kwa hiyo wewe utakachokifanya hapa, unatakiwa uchague moja tu katika vitu viwili ninavyokuuliza. Sawa? Kwa hiyo nakuuliza hapa, hii inaitwa mida ya lawama. Wala usijali, kila mmoja anayekuja hapa anapata lawama zake hapa. Kwa hiyo usijali, mzee Muumini alipita hapa akapata lawama zake. Kwa hiyo nawe zamu yako. Uko tayari? Sawa. Kikutajia mmoja, unachagua tu mmoja, tunaendelea na swali linalofuata. Tunaanza Banza Stone, mwalimu wa walimu, au Msafiri Diouf? Unaenda na nani hapa? Tende? Nenda naye kwa kazi. Yaani unapiki mmoja, unachagua mmoja katika wawili. Kana kila ninachokutajia unachagua mmoja. Nigonga. Lazima chague mmoja. Chagua mmoja tu Diouf. Okay, sawa. Imeisha, tunakwenda. Alichoki au Muumini Mwinjuma? Mama. Mida lawama na Hadija Mnoga, Kimobiteli. Chagua Kimobiteli. Alichoki au Muumini Mwinjuma? Haya bwana, Choki. Choki? Sawa. Tunakwenda kwenye dancers. Aisha Madinda, marehemu Yosia, ama Lilian Internet? Lilian Internet. Asante. Tunarudi kwa waimbaji. Jessica Charles ama Louisa Mbutu? Unachagua yupi hapo? Unamchagua yupi hapo? So vizuri. Mimi silisema tunakuchangamsha, ilikuwa baridi. Studio kuna baridi sana. Kwa unaona kijasho kinakutoka kwa mbali. Jessica Charles au Louisa Mbutu? Louisa. Okay, Louisa Mbutu. Asante. Marijani Rajab ama Mbaraka Mwishehe? Naenda na yupi? Maana wote hao wakali. Twende Marijani Rajab au Mbaraka Mwishehe? Nachagua mmoja. Chagua mmoja tu. Marijani, asante. Sawa. Wewe ni mtu wa taarab, sio? Toti ile ya zamani ile. Ya taarabu ile. Ama muungano ile ya zamani ile. Unachagua ipi? Toti ama muungano? Toti, okay. Christian Bella ama Nyoshi El Sadat? Bella. Asante. Waziri Sonyo, rest in peace, marehemu, ama Muumini Mwinjuma? Sonyo naye nzuri. Muumini. Asante. Twende mawili ya mwisho. Nasma Hamis Kidogo, marehemu, ama Hadija Kopa? Hadija Kopa. Asante. Ya mwisho kabisa kwenye mida ya lawama leo na Hadija Mnoga. Nataka sasa uniambie, Hadija Mnoga ama Amina Galuma? Hadija Mnoga. Bana, tupigie makofi, Baraka jichagua mwenyewe. Anyways, dada Hadija Mnoga, sisi tunakushukuru sana. Thanks for coming. Tumekurusha hapa kwa sababu najua unaenda kujiandaa na show yako na nini, kwa sababu tunakutakia kila laheri. Tungeweza kumalizia hadi saa 11 kamili, lakini kwa muda ambao umetubariki leo, tunashukuru sana. I hope utakuwa umeenjoy mahojiano yetu leo. Basi siku nyingine ukipata wasaa tutakualika for part 2. Sawa?
Okay, shukrani sana kwako msikilizaji ambaye umetujoin kuanzia saa 8 kamili. Tunalazimika kumruhusu Khadija Mnoga hapa aende kwa sababu yeye ni mwanamuziki na anaendelea na show zake nyingine. Kwa hiyo kwa nusu saa inayobaki, mtaalam kabisa RTJ Mbu, au sio bana, atawasha moto katika session hii. Kwa mimi nitarudi baada ya RDJ Mbu kufanya yake. Anyways, kuna wimbo tuliuacha hapa, tuliuacha kiporo, siku nyingine tutauzungumzia. Inakuwa ni iko ukingoni mwa playlist ya the one and only DJ Mbu. Na shukrani kwetu kwako ambayo ulitupa sikio kuanzia saa 8 kamili. So sisi tumefikia ukingoni. Mgeni wetu leo alikuwa ni Khadija Mnoga, ameshatangulia sasa hivi kwenye harakati zake nyingine. Kwa hivyo kwa leo bwana tumemaliza. Inshallah jiandae kusikiliza ngoma reggae ambayo inafuata sasa hivi hapa muda si mrefu kutoka sasa, na the one and only DJ DK in the mix yuko tayari kwa ajili ya kuwasha moto vizuri tu kwenye ngoma reggae. Mimi nitoa shukrani zangu za dhati ziende kwa ndugu yangu hapa DJ Mbu, lakini pia ziende nyingine kule transmission room, au sio, kwa watu wa YouTube pale alikuwepo kijana Calvin and Maleba, lakini pia shout out kwa my brother Kimoka multi talent ambaye yeye bwana alikuwa yuko upande wa TV live, na sasa hivi tuko live kwa heshima yake. Asante sana basi, mpaka wakati mwingine tutakapokutana kwenye The Classic nyingine. Enjoy.